hili tulilifahamu baada ya mkuu wa wilaya kutunotify kwamba kuna jambo hili linaendelea. Ni warsha kwa wadau wa usimamizi wa programu na miradi ya maendeleo katika mkoa wa Simiyu ambayo imeandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani hapa. Kupitia warsha hii, TAKUKURU inawasilisha taarifa ya ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo kwa kipindi cha miaka mitatu 2023 hadi 2026 na kuonyesha hali ilivyo kwenye miradi hiyo. Tuliweza kufanya ufuatiliaji katika miradi 102 yenye thamani ya shilingi bilioni 63 milioni 612 laki 159 na shilingi 907. Kati ya hiyo miradi 102, miradi 14 yenye viashiria vya rushwa ilifanyiwa uchunguzi. Vile vile tulielekeza baada ya kufanya majadiliano na kukubaliana kwamba katika miradi 40 kati ya 102 ilitakiwa ifanyiwe marekebisho. Katika taarifa hiyo, TAKUKURU inasema kuwa bado katika baadhi ya miradi ya maendeleo kuna changamoto mbalimbali zikiwemo changamoto za rushwa pamoja na ubadhirifu. Ni malipo ya vifaa kufanyika pasipo kufuata taratibu, kama vile kutokuwepo kwa nyaraka zinazothibitisha kupokelewa kwa vifaa husika, kama vile LPO, delivery note, inspection report, GRN, invoices na nyaraka nyinginezo zinazohusika. Lakini vile vile hati za malipo kutoidhinishwa na viongozi husika, kama vile mkurugenzi mtendaji. Ununuzi wa vifaa pasipo kushindanisha wazabuni. Kamati za ukaguzi na mapokezi ya vifaa vya ujenzi kutoshirikishwa ipasavyo katika utekelezaji wa mradi. Malipo hewa pasipo kazi kufanyika au malipo kufanyika bila kazi kupimwa. Ni malipo kufanyika pasipo kutolewa kwa risiti za EFD au kuwasilishwa kwa risiti za EFD, risiti za kielektroniki za kugushi. Na hapa TAKUKURU inawataka wadau wa usimamizi wa miradi kila mmoja kuwajibika katika kutatua changamoto hizo. Kukabiliana na changamoto hizi zinahitaji kujitoa, kukuza utamaduni wa uwazi, ufuatiliaji wa kutosha na usimamizi thabiti na udhibiti. Taasisi zinapaswa kuwa na vipaumbele katika uwazi, ufanisi na uhalisia wa matumizi ya fedha za umma. Katika kukabiliana na changamoto hizo, TAKUKURU imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura 329 marejeo ya mwaka 2023. Hatua hizo zinajumuisha kutoa mapendekezo mahususi ya kurekebisha kasoro zilizobainika, kuhamasisha utekelezaji wa mipango ya kuzuia rushwa katika taasisi husika, kufanya uchunguzi wa kina pale viashiria vya rushwa vinapobainika na kuchukua hatua stahiki dhidi ya wote wanaobainika kujihusisha na vitendo vya rushwa na matumizi mabaya ya madaraka. Katika kuboresha uwazi na uwajibikaji, sisi tumepata, kila halmashauri kwa mfano tumepata bajeti ya serikali na bajeti zile zina miradi. Cha kwanza sisi tuwasilishe TAKUKURU. Tukishawasilisha TAKUKURU, lakini pili, fedha zinapokuja tutoe taarifa TAKUKURU katika ngazi za wilaya zetu ili watusaidie kuanzia mwanzo kufuatilia. Kwenye miradi hii sio mbaya wanapoenda kuikagua kwenye halmashauri na wilaya hizo, basi wakakutana na wakuu wa wilaya akamwambia, hebu tusaidieni, nini kimekwamisha mradi huu, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa nafasi yako. Mimi naamini tutawapa taarifa nyingi zaidi na nzuri zaidi kuhusiana na baadhi ya miradi, kwa nini imekwama na kadhalika. Ni muhimu kuhakikisha kuwa mapungufu yanayojitokeza katika utekelezaji wa miradi hayajitokezi tena, bali yanatumika kama fursa ya kujifunza na kuboresha mifumo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Lengo letu ni kuhakikisha miradi yote inatekelezwa kwa kuzingatia viwango na ubora unaotakiwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.